Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kukupa update kuhusiana na moja kati ya maoni ambayo yalitolewa na moja kati ya mashehe maarufu tu, Sheikh Sule huko mitandaoni. Nadhani utakuwa unakumbuka mara tu baada ya hawa vijana maarufu hapa Tanzania kuanza kufuturisha watu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba Diamond alifuturisha na katika futari ya Diamond yeye akatangaza biashara yake mpya ya sabuni. Umeona watu wengi sana wakalalamika, wakasema kwamba watu walidhania ni iftari, kumbe ni business decision ambayo alikuwa ameifanya. Na kuna wadau na wamaskini wa hapa na pale ambao walijitokeza katika iftari hiyo, hawakupata nafasi ya kuingia, walikuwa nje. Umeona bwana, kwa sababu ile iftari bwana ilikuwa ni ya mwaliko, mpaka uwe na kadi ndio unapata fursa ya kuingia mule ndani. Umeona sasa hiki ni kitu ambacho huyu shekhe amekuja kukizungumzia. Amezungumzia kwa upande wa Diamond, akazungumzia pia kwa upande wa Alikiba, kwa sababu baada tu ya futari ya Diamond, Alikiba na yeye pia alifuturisha watu. Sasa basi huyu shekhe amecombine wote wawili na akawatoa dosari kwamba walichokifanya sio sahihi, kwa sababu kufuturisha unatakiwa ufuturishe watu ambao hawana uwezo na sio kuita matajiri wenzio mfuturu. Pale sio kwamba unafuturisha bali unawalisha. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya kufuturisha na kuwalisha watu. Kuwalisha watu ni pale tajiri unaamua kuita matajiri wenzio waje kufuturu, pale unawalisha. Lakini kufuturisha ni kile kitendo cha mtu kuwaita masikini ambao hawana uwezo wa kupata futari kuja kufuturu, hapo ndo umefuturisha. Hiyo ni kwa mujibu wa Sheikh Sule, alitoa maoni hayo, ambapo Alikiba bwana kwa mara nyingine tena amekuja kuweka majibu, amekuja kumjibu huyu shekhe. Umeona bwana ni kwamba Alikiba amekuja kumjibu huyu shekhe kwa mujibu wa elimu ambayo yeye Kiba naye yuko nayo kwenye swala hilo la kidini. Hii ni comment ya Alikiba ambayo imemake headline huko mitandaoni kutokana na majibu ambayo ameyatoa kwenda kwa huyu Sheikh Sule. Kwa mujibu wa Alikiba ameandika kwamba mwambie atoe aya katika hili. Shekhe wangu, umekosea. Hakuna mipaka katika kufuturisha. Awe tajiri au maskini, wote wana haki ya kufuturishwa. Tafsiri ya kufuturisha ni kumfungulisha aliyefunga hata kwa tende moja au maji. Sasa utajuaje kama huyo mtu ni tajiri au maskini? Au wanavyosema kwamba wanakuja na magari ndio maana wanaonekana kwamba ni matajiri? Hata dini pia inasema kwamba tuombe tuwe na neema hapa duniani na kesho akhera. Kwa maana hiyo basi watu wasitembee na magari. Alikiba ameuliza hivyo. Umeona bwana, kwa Alikiba amekuja kujibu. Naona hili swala limemfikia na ametafakari, ameona kwamba okay, ngoja tu nimwashie moto huyu shekhe, nimweke sawa pale ambapo yeye mwenyewe Kiba ameona kwamba huyu shekhe ameteleza. So hayo ni maoni ya Kiba kuhusiana hii issue. Sasa ngoja nikutolee hapa comments ambazo zimejitokeza. Kwa mfano huyu hapa anaitwa Miss Reni amesema kwamba bwana Alikiba yuko sahihi kweli kwenye hili na nakaa upande wake. Unaweza kumfuturisha mtu yoyote yule, hakuna sehemu walipokataza kwamba ufuturishe matajiri au masikini. Kwa mtu amesema kwamba bwana Ali na kuunga mkono 100%. Chuki, wivu, roho mbaya ndivyo vinavyowasumbua hawa mashehe. Sasa wanavyomaanisha ni kuwa ukimfungulisha Baharesa Swaumu hupati swawabu. Hawa ni mazuzu wakubwa. Umeona bwana. Kwa hiyo bwana, kufuturisha kwa mujibu wa watu wengi hapa naona wamemuunga mkono Alikiba na kumkosoa huyu shekhe. Umeona bwana, wanasema kwamba hata ukienda kumpa maji Baharesa, japokuwa ni tajiri bilionea, lakini ukienda ukampa maji Baharesa alikuwa amefunga, muda wa kufuturu ukifika ukampatia maji akanywa, basi umemfungulisha, na kwa muda kama ulikuwa umetimia basi itimizi kwamba umemfuturisha japokuwa ni tajiri. Umeona bwana, so hivyo ndivyo situation ilivyo. Ukiwa kama mdau, una kipi cha kuzungumza? Hebu na wewe pia tuwekee maoni yako bwana katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.